biashara, uwe makini sana kufuatilia ni aina gani ya biashara unayoingia kuifanya. Kuna watu ambao wameingia kwenye biashara kwa kushawishiwa na kuambiwa kwamba hii biashara ina faida kubwa, wakaingia kwenye hiyo biashara bila kufanya homework ya kutosha juu ya hiyo biashara. Lakini baadaye wamekuja kujikuta kwamba wanapata changamoto kubwa sana, wanashindwa kumanage zile biashara na hatimaye wanaachana ile biashara na wanapata consequences nyingi kwa sababu ya kuingia kwenye hizo biashara bila kufanya utafiti ama simple homework ya kuwaridhisha kwamba hii biashara wanataka kuifanya ni biashara ambayo itawasaidia ama itaweza kuwafikisha kwenye malengo na ndoto wanazo zitamani. Watu wengi utasikia wamewahi kuambiwa ukienda kwenye kilimo fulani kinalipa vizuri, mboga fulani, sijui matikiti maji, ama ukiwekeza katika bakery za mikate unaweza kupata faida. Yes, lakini lazima ujiulize maswali kwamba wewe umefanya homework yako ya kutosha na kujiridhisha kwamba unaweza kufanya kilimo cha matikiti maji? Je, umewahi kufikiria wewe mwenyewe kwamba unapoambiwa kwamba biashara hii inalipa, jiulize kwanza mwenyewe katika nafsi yako. Umewahi kufikiria kwamba utaifanya hiyo biashara katika maisha yako ili kufikia ndoto zako fulani katika maisha? Hilo jambo ni muhimu sana kwa sababu biashara sio tu faida. Nyuma ya biashara kuna mambo mengi. Unaweza ukaingia kwenye biashara ukakuta kwamba kuna udhibiti mkali sana kwenye ile biashara ambao haukujua kabla. Lakini lazima ujiulize kwamba hii biashara ninayotaka kuifanya, haya matikiti maji kwa mfano, nitayalima wapi? Nitamuuzia nani? Nani atakayekuwa anasimamia? Mtaji wake kiasi gani? Je, vikorombozo vyao ndani ya hiyo biashara mpaka inakamilika kwa product ambayo inaenda kwa mteja ni kwa energy kiasi gani nitakuwa nimeingia ama nitakuwa nimetumia kiasi gani mpaka kukamilisha biashara hiyo? Kwa hiyo ni maswali ya msingi sana ya kujiuliza kwa sababu sio kila biashara inaonekana kwenye macho ya kawaida watu wanapata faida ni biashara nzuri. No, sio hivyo. Kuna baadhi ya biashara nyuma yake kuna mambo mengi ambayo pengine kama ungejua kabla kwa haiba yako, kwa moyo wako na kwa jinsi ulivyo wewe mwenyewe, personality yako, pengine usingetamani hata kuweza kufanya biashara za namna hiyo. Achilia mbali masuala ya udhibiti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo hasa katika biashara ukitaka kuingia, hakikisha kwamba unafanya homework yako ya kutosha ili uweze kujiridhisha kwamba hakika anaweza kufanya biashara hii na inaweza ikanisaidia kutimiza ndoto zangu. Lakini kubwa zaidi ambalo unatakiwa kujiuliza kwenye biashara ni kwamba biashara sio tu faida. A business should intend to solve a particular problem in the society. Biashara yoyote ile inapaswa kuwa inalenga kutatua changamoto fulani katika jamii yetu. Jiulize kwamba katika mtaa wako, katika taifa lako, hiyo biashara unayotaka kuifanya wewe itakuwa na msaada gani? Ukiachilia mbali ndoto zako, itakuwa inaenda kutatua changamoto gani katika jamii yako? Kwa ni lazima tufikie hatua kwamba unapotaka kuingia kwenye masuala kama hayo uyafanye vizuri. Do your analysis, fanya analysis yako kidogo na uweze kujiridhisha pasipo na mashaka kwamba moyo wako, dhamira yako vinakubali kwenda kufanya ile biashara. Na hata faida moja kubwa sana ya kufanya hivyo ni kwamba hata ukienda ukafika mahali ambapo ukagundua kwamba biashara hii ina mikiki mingi, ikiwemo labda kupunguka kwa mtaji, kukata mtaji, bado utaendelea kuwa na moyo wa kutaka kuifanya ile biashara mpaka uone imetokea. Kwa nini? Kwa sababu vitu vingi katika maisha yetu viko driven na passion. Ile passion inayokusukuma wewe kutoka ndani, interest. Ndio hiyo tunasema kwamba hiyo ndio inapaswa kuwa ni kichocheo kikubwa cha kukufanya wewe uweze kuingia kwenye biashara. Kwa hivyo tusifanye mazoea tunapotaka kufanya mambo makubwa kama haya ambayo yanaenda kuingia kwenye ndoto zako ama kwenye vitu ambavyo unataka kufanya kwenye jamii. Usije kabisa hata kidogo ukaingia kwa sababu tu ya msukumo na mkumbo na baadaye ukaja kujikuta kwamba mambo hayaendi vizuri, ukawa disappointed na ukapata matatizo mengine ambayo ni makubwa sana. Kuna watu wamefanya hivyo lakini baadaye walikuja kujikuta kwamba mahusiano yao kwenye jamii yanaharibika, wale wabia waliokuwa wanahusiana nao katika biashara, wateja, familia na vitu kama hivyo. Hakikisha kwamba unafanya analysis ya kutosha na hiyo kufanya wewe uweze kuingia kwenye hiyo biashara unayotaka kuingia. It begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante sana.